Nilishawahi zamani nikiwa ndani ya daladala nikamsikia mama, mimi nasema hasemi anabwata, anasema afadhali nikaolewe huko na mwendazimu, lakini shekhe anayetoka mle kwenye markazi ile subutu hawezi kunioa. Wanatabu sana kwa sababu ndoa zao miezi 7, miezi 3, miezi 2, taraka zinaluka kama maji. Kuoa ni ibada nzito, ibada kubwa, ibada ngumu. Lakini leo utakuta shekhe kashaoa mara 20, mara 30. Hao wote watakuwa na ila. Lakini naikumbuka kuna ile hadithi ya Mtume kwamba Allah hampendi mwenye kuonja. Umeoa umeacha, umeoa umeacha, umeoa, imekuwa ni mchezo. Lakini pia unakuta kibinti unachokiacha kina vitoto 2, 3. Mnacheza na hisia za watu Waislamu. Unajua kuna machozi ya wanawake wanawalilia walimu wengi sana. Wanawake bwana hawataki maneno mengi. Kilichowatoa kwao walifuata upendo na si vinginevyo vyovyote vile. Wamefuata upendo kutoka kwa sisi. Na mwanamke ukimpatia upendo umemweza. Kuna maneno mazuri wanasema, mke wako ukimuonesha upendo utapata kila kitu kutoka kwake. Na usipomuonesha upendo kila siku utakuta visa tu. Sasa hawa wana sifa nyingi wanataka. Yuko mwanamke anataka pesa, yuko mwanamke anataka mtu mwenye elimu, yuko mwanamke anataka hichi, lakini wakasema kuna mambo 5. Muhammasa, kuna mambo 5 au sifa 5. Mwanaume yoyote atakayemfanyia mkewe mambo 5 haya, talaka hakuna, atakutii, atakupa mapenzi, tena mapenzi makubwa sana. Enyi ndugu Waislamu, nichukue fursa hii kukuhusieni na mimi pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kibarul ulama wanatuambia na kutuhimiza tukikaa katika jilsa za kheri kama hizi na tukae majlisa almuaddabi amama almuaddab sayyidina Rasulullah, tukae kikazi cha mwenye kufunzwa adabu na Mtume Muhammad, ili tunapotoka katika julusi hizi tuwe tumemtambua mtume ni nani, ili tukamtangaze mtume, tukamsifu mtume na kumfuata pia. Lakini jambo hili pia alianza mwenyewe Allah kwa kumtangaza kwa kusema wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe uko juu ya ubora wa tabia. Wa innaka ni nuni ya harfu tawqid, la'ala lam ya harfu tawqid. Al-azim na ile sifa mwisho kusisitiza vile vile, tawqidatun athqalu min aljibali fi ayatin wahida. Mtume huyu kila kitu chake ni sifa. Ukisoma ndani ya Qur'an, Mwenyezi Mungu ameongeza sifa kem kwa ajili yake, khasatan katika nidaa, katika miito. Ile khitabu iliyotumika kuita mitume wenziwe sio alivyoitwa yeye. Ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, ya Nuhu ihbith bisalamin minna, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, ya Musa innani ana Allah, ya Yahya khudhil kitaba biquwa, ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya, ya Musa innani ana Allah.
lakini alipokuwa akiitwa yeye haitwi kwa jina lake. Mtume hakuitwa kwa jina lake ndani ya Qur'an, lakini alitajwa kwa jina lake mara 4. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'a ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ametajwa mara 4 lakini hakuitwa. Alipokuwa akiitwa, alikuwa akiitwa tofauti na wenzie. Wenzie walikuwa akiitwa kirama tu, ya Adam kadha kadha, ya Nuhu kadha kadha. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa akimtaja kwa heshima yake. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Husikii ya ayyuha Muhammad, utasikia ya ayyuhan nabiy, ewe mtukufu wa daraja. Qul li azwajik wa banatik, waambie kadha 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 kadha. Au ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul balligh bima unzila min rabbik. Lakini hakuna hata sehemu ya Muhammad, hakuna. Hata akitaka kuongea na wakeze Mtume Muhammad, kuita Muhammad ni mimi na wewe tu basi. Lakini akitaka kuongea na wakeze huoni mubasharatan wa ya nisaa Muhammad, bali utasikia wa ya nisaa an-nabiy. Hata ikitumika kama ni sehemu pahala palawama katika kadhaya nyingi zikija, utasikia mfano afa Allahu anka lima adhinta lahu. Mwenyezi Mungu kisha kusamehe Muhammad, alafu lam yaajilia la ya lawama lima adhinta lahu. Lakini ni kwa nini uliwapa ruhusa? Lakini la mwanzo kabisa afa Allah, Mwenyezi Mungu anatanguliza msamaha kabla ya kubainisha kosa la Mtume Muhammad. Msamaha unatoka mwanzo. Ndio maana yule Ahmad Shauki anasema asra bika Allahu laila, akasema katika beti zake ndefu za Isra wal Mi'raj, akasema hatta balagta samaan la yutalu laha ala janahin wala yus'a ala qadamin. Ndio maana hivi ulivyo, ulifika sehemu ubao wa Jibrili ulishindwa, lakini wewe uliweza kutembea sehemu ya Sidratil Muntaha. Na Jibril mwenyewe alikiri, ambia taqaddam ya Muhammad, in taqaddamta irtaqaita wa in taqaddamtu ihtaraktu. Si bora uende wewe, so mimi nikienda sina pawa hiyo, mimi nakauka naangamia. Lakini wewe sehemu hii ukienda unapita. Ndio maana Jibril asema qarrabtu qallabtu sharqaha wa gharbaha, au qallabtu masharika al-ardh wa magharibaha wa lam ara rajulan afdalan min Muhammadin. Nimetazama huku na huku, zaidi yako sijaona. Na iko hadithi Mtume mwenyewe anasema ana akramul awwalina wal akhirina ala Allah, mimi ni mheshimiwa katika makhluqatillah ala al-akhlaq wal akhlaq. Laqad manna Allahu ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Laqad lamul qasam wat tawkid. Qad ni kitendo kutoka mbinguni, na vitendo hufahamika kwa qad, ta itanisi, sini, saufa, sini taswifu, sini tanfis. Kwa hiyo ikija qad ni sehemu ya viapo, ni sehemu ya kuapa, na anayeapa ni Mwenyezi Mungu. Ni mkazo katika maneno ya Kiarabu. Inna Allaha la yuqsim illa bi'adha'imil umur innal 'adha'ima kufuha al-'udhama. Mwenyezi Mungu haapi isipokuwa na mambo mazito mazito, na yeye mwenyewe ni mzito. Anasema ameshatoa neema kubwa sana kwa waumini, wapelekea mtume wa sampuli hii, lakini ya lalasaf, asokuwa na bahati habahtiki. Lakini Allahu akbar, inna dina Muhammadin nurin wa aqwa muqila.
Ukitaka usifedheheke, ukitaka uneemeke, mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia, mmoja anakuja kwa Sayyidina Anas ibn Malik, anakamata ule mkono wa Sayyidina Anas, anapaka katika mwili, asema hadha yadun massat Rasulullah. Huu mkono, tabiina huyu si wa mchezo, ni mkono ambao ulimkamata Mtume Muhammad. Huu mkono huu anaipangusa, yatabarraku fiha. Na mwingine akaja akauliza, a antum raaitum Rasulallah biayunikum hadhihi, eti nyinyi ndio watu mlimuona mubasharatan live bila chenga, eti Mtume azakwa macho yenu, ile shakhsia vile alivyo, tunaambiwa alikuwa mwenye mafutefute, uso wake mpana, ndio nyinyi mlimuona? Asema naam, nahnu raaina Rasulallah biayunina hadhihi, sisi ni watu tulimuona Mtume live bila chenga. Anapata ghera, kisha ambia a antum, hivi nyinyi ni watu ambao kallamtum Rasulallah bialsinatikum hadhihi, ni watu mlimsemeza Mtume kwa ndimi hizi hizi? Ambia naiwa, nahnu kallamna Rasulallah bialsinatina hadhihi, si tuliongea naye za asubuhi ya Rasulallah, za jioni kwa ndimi hizi hizi. Asema antum amsaktum Rasulullah biaidikum hadhihi, mnataka mniambie siamini? La usaddiku ainaya, ni ndoto, mikono yenu hii ndio mmemshika Mtume? Asema naam, si tumemshika Mtume biaidina hadhihi, tunapigana naye makamama. Kisha akambia twibetum, hongereni, pongezi kubwa nyie, mmepata fadhila kubwa kiasi hichi. Yule bwana naye akamwambia, hata usisikitike sana, si nikwambia alichokisema Mtume zamani? Alisema uditum, natamani siku moja ningewaona ikhwani, ishtaqa qalbi ila ikhwani ila ashabi, mimi natamani kuwaona jamaa zangu, ndugu zangu. Tukauliza, walasna ahbabak, tumekuona, tumekushika, tumekuzungumzisha, sisi si ndo ndugu zako hasa? Ambia hapana, mayatuna mibadi, watakaokuja baada ya nyinyi, wa amana bi walam yarauni, sio wakaja tu bila mpango, wakaniamini. So mpaka leo kuna watu bado wamechelewa, hawajapata kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muamini Mtume, huu ni umma wake, huu ni umma wake, na anayetumaini kuna nabii mwingine anaikosea sana nafsi yake. Mwenye ashawahi kusema inna li asman, ana Muhammadun wa ana al-Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib la nabiyya ba'd, mimi ndo mtume wa mwisho, hakuna mwingine. Na anayesema yuko mwingine fakad kafara bihadha al-kalam, kisha toka katika mila. Kwa hiyo akasema Mtume, natamani na ashawahi kusema watakaonipenda zaidi ni wale watu watakao kuja miaka ya mbele ambao hawajaniona, natamani kuonana na wao. Ni watu watakuja, wa amana bi walam yarauni, wakaniamini, na kuniamini kwao sio bure tu, wakajipamba na as-sunani Rasulillah, ushabiki, ukereketu wa sunna za Mtume, mwenye ndevu, mwenye kanzu fupi, mwenye kilemba. Na haya ni matunda ya mapenzi. Moyo una kazi mbili wala hauna kazi tatu. Na moyo Kiarabu unaitwa qalbun, summiya alqalbu bikathrati taqallubi fil hal. Moyo umeitwa qalbu kwa sababu moyo una tabia ya kigeugeu. Leo huyu unampenda sana, kesho ndo adui yako mkubwa. Sasa katika kazi mbili za moyo, kazi ya mwanzo ni kupenda, na ulama wameubakisha moyo una stage 15, 15 stage 15 za mapenzi yamegawanywa. Kuna mapenzi yanaitwa taalluq, kuna sababa, kuna gharam, kuna ishqi, kuna shaghaf, kuna hubban jamma, kuna mpaka khalili, mpaka kuendelea mpaka 15. Na haya yote karibia yamesimuliwa ndani ya Qur'an. Gharam,
Allahumma sirif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama shaghaf mrati al-aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin hubbul qatil. Sasa moyo huu una kiwango cha mapenzi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema watu watakaompenda ni wale watakao kuja baadaye ufikiri ni wengine ni wakina nani kama sisi. Huu moyo ukipenda mapenzi ya sawa sawa yakataallaq yakajaa ndani ya moyo, basi translator tarjama wa moyo anayeweza kuwasilisha yalokuwemo moyoni ni kiungo ulimi, lakini ulimi hauna ufasaha kuelezea hali halisi ya moyo. Mtu akikwambia anta habbu ilayya min nafsi ana mutfika ya habibi, kwako nimekufa nimeoza nakupenda, basi amekwambia 199 yamebakia ndani ya moyo. Mpaka mwingine akwambia vile ninavyokupenda hata siwezi ni kueleze vipi. Hiyo ndo hali ya moyo hii. Lakini pia na ukishapendwa na mtu kinachofuatia ni mutabaa. Ukimpenda mtu kinachofuatia mutabaa ni kumfuata bila kupenda. Utakuta mfano wa kidunia, kuna mtu anampenda msanii fulani basi halali mpaka nyimbo zake. Au wale wanaopenda mashehe unaona mpaka anatembea kama mashehe, anaongea kama mashehe. Upenzi tu, staili ya uvaaji kama mtu fulani. Alama ya mapenzi ni mutabaa, ni kufuata. Alama ya kuvaa vilemba, hizo vilemba vyenu, kofia, makanzu, hayavai mwili, hayavaliwi mwilini hayo, kimaanawia yanavaliwa moyoni. Kuna imani kubwa sana kuvaa hizi sunna. Ndio maana iko hadithi kufuata hivi vitu. Sunna ni sehemu ya mapenzi. Anasema man ahya an sunnati inda fisadi ummati faqad ahabbani, atakayehuisha sunna yangu moja, angalau mswaki tu, angalau kablia tu, angalau alhamisi na Jumatatu akafunga, Mtume asema haendi bure bure. Faqad, angalia imekuja fa'u talab au fa'u fasih, imeingia qad, faqad ahabbani, huyo amenipenda sana mimi. Wa man ahabbani, na atakayenipenda kana ma'i fil janna, na msubiri tutakuwa wote peponi. Hongereni. Sasa moyo kazi yake ya mwanzo kupenda. Kwa hiyo mtu akikwambia nakupenda amemaliza. Na kazi ya pili chuki. Mtu akikwambia nakuchukia, huyo anakuchukia sawa sawa. Sasa yule bwana akasema, Mtume asema natamani kuwaona ndugu zangu, na sisi ndugu zake Rasulullah. Mpaka kuna baadhi ya misikiti imebadilishwa majina, unaitwa msikiti wa Ansari Sunna. Ni ukereketwa tu wa zile sunna za Mtume. Mapenzi makubwa sana, mapenzi makubwa ya hali ya juu kabisa. Kisha yule bwana akamwambia si ni kuongeze, ambia haya niongeze. Kisha Mtume akasema tuba liman raani wa amana bi, hongere kwa aloniona akaniamini. Kisha akasema thumma tuba, ikaenda mara nyingi. Hizi zote zikaja mara 7. Imam Ahmad anasema liman raani wa amana bi, hongera tena hongera, rudia tena hongera, mpaka zifike 7 kwa kila yule ambaye ameniamini alafu hajaniona. Tukazane nyumbani mwetu, tuingizeni sunna za Mtume Muhammad. Nilipokuwa na palenga Waislamu, miongoni mwa sunna za Mtume Muhammad kuna sunna moja anasema hivi, an-nikahu min sunnati, jambo la ndoa ni miongoni mwa system zangu mimi. Ndoa ni katika sunna zangu. Sunna zingine hata hajatangaza, hii ni katika sunna zangu. Tulimuona tu make mutaba wa Mtume ni kauliyan aliyoyasema, lakini amaliyan alivyotenda, lakini kuna tikrariyan. Sasa kuna mengine ameyatilia mkazo mpaka kasema ili mutanabba, an-nikahu
min sunnati. Ndoa, nyie washabiki, nyie wapenzi, ni sehemu ya mwendo wangu. Basi akomee hapo. Faman raghiba an sunnati, asopenda, asokuwa na shauku, asoingia hapo, falaisa minni, si katika sisi. Angalia mpenzi wako akwambie ni achana na mimi, utashtuka. Kwa hiyo Mtume anasema asotaka ndoa si katika mimi, sio katika mimi kabisa. Ndoa ni katika mwendo wangu mimi, naso taka ndoa sio miongoni mwangu. Sehemu zingine akasema ya mashara shabab, vijana, kwa sababu Uislamu watokea zamani ulikuwa unatizama sana ujana, na ujana umesemwa sehemu nyingi. Mwenye asema nusirtu bishabab, mimi mtume wenu nimenusuriwa kwa vijana. Uislamu unampenda kweli kweli kijana. Angalia hao manabii, falamma balagha shuddahu wastawa, sijui Musa, sijui Saleh, alipofikia umri huo, ujana huo, zaharatu shabab. Sasa leo Mtume sema ya maashara shabab, enyi vijana, tupo ya Rasulullah, man istata minkumul ba'ata, atakayekuwa na uwezo faliyatazawaj, basi kama ana uwezo wa kuoa asiishi mjane. Kuoa ni jambo la umuhimu sana sana kuliko maelezo. Faliyatazawaj, kwa haraka tu aoe. Kisha akasema akioa atahifadhi macho yake na atahifadhi utupu wake. Sadaka Rasulullah. Bilaks, ikiwa hajaoa macho yake hayahifadhiki, atapata madhambi makubwa. Na jicho usilione hivi. Jicho ni kama cheche. Cheche ikitua katika nyumba inaweza ikaunguza ghorofa, lakini asilia yake ni cheche. Na cheche ya mwili ni jicho. Kila uliomzini, Mwenyezi Mungu tusamehe sana, ilianza jicho. Anasema Ahmad Shauki anasema hivi, stage za mtu kufanya machafu ni 5. Ya kwanza nadharatun, ya pili fabtisamatun, ya tatu fasalamun, ya 4 fakalamun, ya 5 famau'idun faliqa. Ya mwanzo kabisa nadharatun, kutizama. Ambaye hajaoa anatizama sana, alooa anatizama mjeuri tu, na Mwenyezi Mungu atamuadhibu vikali sana. Sababu zina ya alooa ni kali kuliko yule ambaye hajaoa. Iko hadith kudusi inasema, nadharat masmuma sahamu min sihami iblis, kutizama ile kwa sumu ni mshale miongoni mwa mishale ya Iblis. Faman tarakaha min ajlillah, atakayeacha kutizama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hasa, abadaltu lahu halawata al-imani yajiduha fil qalbi, Mwenyezi Mungu atampa utamu wa imani, atauhisi ndani ya roho yake. Kutizama ni makosa. Sayyidina Ali aliambiwa na Mtume, ya Ali la tatbi'i an-nadharata ila an-nadhara fa innal ula laka wa thaniya alayka, usifuatishe angalizi la kwanza la jicho, angalizi la pili. Ile la kwanza ukitizama ukaona vitu ukarudisha uso wako huku huna madhambi, lakini la pili unaanza kuzipokea dhambi nyingi sana. Kwa hiyo athari ya mwanzo nadharatun, kutizama. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, Allah sema Waislamu wasitizame, wainamishe macho. Nadharatun, macho hayashibi hayo. Sehemu ya pili, ukishatizama anasema Ahmad, fabtisamatun, unaanza kutabasamu, unaanza kulegeza sura. Lakini sehemu ya tatu, fasalamun, yanaanza mambo salam, greetings zile, salamu alaikum. Na ile salamu kwa sababu ni ya fitna huitoi kihaki, salaik salaik, kwa sababu unaona unapata madhara, salamu alaikum. Baada ya salam fakalamun, yanaanza kuingia maneno ya ushawishi mabaya. Bwana umependeza mashallah, hakuna mzuri kama wewe. Na mwanamke anapenda kukusifiwa, tena umepewa kila kitu hata kama sifa hanazo, lakini kitu kimoja hauna,
basi naye atauliza kitu gani? Sina tena. Nasikia namba zangu za simu wewe hauna, hujapewa. Fakalamu. Baada ya mazungumzo, fa mau'idun, zinatoka promise. Sasa tubadilishane mawasiliano, tutaona na wapi? La mwisho filqa, wanakwenda kuonana. Sasa Mtume asema vijana, ili msifikie hapo, ni kuoa. Ni kuoa tu peke yake. Lakini sasa tukishaoa, kuna jambo moja kubwa sana Mwenyezi Mungu aninusuru mimi na nyinyi Waislamu. Jambo lenyewe, Waislamu wanaoa, lakini ya al-asafi, wengi wamechafua heshima ya ushekhe kupitia kuoa, heshima ya Uislamu kupitia kuoa. Mimi kwa umri wangu kuna markazi wala sina haja ya kuitaja. Nilishawahi zamani nikiwa ndani ya daladala, nikamsikia mama, mimi nasema hasemi anabwata, anasema afadhali nikaolewe huko na mwendazimu, lakini shekhe anayetoka mle kwenye markazi ile subutu hawezi kunioa. Wanatabu sana, kwa sababu ndoa zao miezi 7, miezi 3, miezi 2, taraka zinaluka kama maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha bure bure namna kama hii, na Mtume amepata tabu na wake zake. Kuna baadhi ya ruhusa zimetoka kupiga kidogo, lakini pia hatukumuona Mtume akiyafanya mubashara wazi wazi, kwa sababu kuingia ndani ya ndoa kuna ujira mkubwa. Man tazawaja, anayeoa sasa hivi, faqad hafadha shatra dinihi falyattaqillaha fi shatra al-akhar. Nusu ya dini nzima ashaipata, muogope Mungu palipobakia. Na kuna masali speciali kwa wale ambacho ni mabachela. Kuoa ni ibada nzito, ibada kubwa, ibada ngumu. Lakini leo utakuta shekhe kashaoa mara 20, mara 30. Hao wote watakuwa na ila. Lakini naikumbuka kuna ile hadithi ya Mtume kwamba Allah hampendi mwenye kuonja onja. Umeoa umeacha, umeoa umeacha, umeoa, imekuwa ni mchezo. Lakini pia unakuta kibinti unachokiacha kina vitoto 2, 3, mnacheza na hisia za watu Waislamu. Unajua kuna machozi ya wanawake wanawalilia walimu wengi sana, wanawalilia watu wengi sana. Mwanamke ushamvunjia future zake, maskini anateseka. Sasa wanawachuoni wanasema wanawake wana tabu zao, na hiyo ndio hali na ndio maumbile. Hawako sawa wanawake, kwa sababu mwanamke bwana, utake usitake, anaingia kwenye period. Akiingia kwenye period, tunasema mwanamke ana siku zake. Ina maana upande wa pili nyingine si zake. Akiwa ndani ya siku zake, mwanamke hawi sawa hata siku moja. Anakuwa mkorofi, anakuwa na homa, anaumwa, hawi sawa. Bali wataalamu wanasema hata akili yake inapokea vitu kinyume kipindi hichi kwa kasi. Lakini mwanaume siku zote ni zake. Mwanaume yuko nomo. Mwanaume hana leo nimeamka kisirani, labda awe na majini na mashetani kichwani mwake. Lakini mwanamke ni mpungufu, utake usitake. Awe mke wangu, awe ni mke wako, kuna siku zake tu anakuwa tafurani. Hata Mtume alikuwa anakutana nazo mpaka Allah anaingilia kati, wanamtingisha. Hakuna kitu Mwenyezi Mungu hasa kakiumba kakiapia, ila amemwapia mwanamke vitimbi vyake. Inna min kaidikun, inna kaidakunna adhim. Lakini kuna kiumbe anaitwa Iblis. Inna kaida shaitani dhaifa. Vitimbi vya jini lile Ibilisi hulioni. Eti Allah asema hivi vinyonge, lakini mke unayemuona anasema hivi ni vikubwa. Na hakika ni vikubwa vitimbi hivi. Sasa wewe baba ukikutana navyo, unakuwa mwepesi, uwezi kustahimili maudhi, unajikuta mapema unatoa talaka. Isiwe hivyo. Sasa leo nataka nikupe jambo ambalo linifae mimi na wewe, na ndio itakuwa hutuba ya leo, kwamba wanawake bwana hawataki maneno mengi. Kilichowatoa kwao, walifuata upendo na si vinginevyo vyovyote vile. Wamefuata upendo kutoka kwa sisi. Na mwanamke ukimpatia upendo umemweza.
Kuna maneno mazuri wanasema, mke wako ukimuonesha upendo utapata kila kitu kutoka kwake, na usipomuonesha upendo kila siku utakuta visa tu. Sasa hawa wana sifa nyingi wanataka. Yuko mwanamke anataka pesa, yuko mwanamke anataka mtu mwenye elimu, yuko mwanamke anataka hichi, lakini wakasema kuna mambo matano muhammasa, kuna mambo matano au sifa tano mwanaume yoyote atakayemfanyia mkewe mambo matano haya, talaka hakuna, atakutii, atakupa mapenzi, tena mapenzi makubwa sana. Hizi sifa tano hizi iktashafna, tumevumbua. Tafiti hiyo ichukue, itakusaidia. Tano wanasema kila mwanamke anazitaka, na sijaona mwanamke ambaye hataki. Na hizi sifa tano ndo wanazitafuta ndani ya ndoa. Ukiwa imamu, ukiwa maamuma, ukiwa mfanya biashara, ukiwa tajiri, ukiwa mfanya kazi, mida mweni mwanaume, hizi sifa tano mfanyie mkeo, utoshindana naye. Hata akiwa kwenye siku zake bado zitakuwa zinamkumbusha, na Mtume alikuwa na zaidi ya hizo. Wanasema sifa ya kwanza, sifa ya kwanza, wanawake wote wanampenda mwanaume atifun, wanampenda mwanaume romantic, wanampenda mwanaume romantic. Mwanaume romantic ni mwanaume ambaye sio mgumu, layinan min harir, mlaini. Sifa za mwanaume romantic ni hizi. Ukirudi nyumbani, ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tahadu, peaneni zawadi. Ni mwiko mtu romantic anarudi mikono mitupu nyumbani. Chukua machungwa japo matatu, chukua japo peremende, ifanyie kazi hadithi ya Mtume. Tahadu, peaneni zawadi, la kwanza. La pili, watasafahu, kisha mpeane mikono. Ukirudi kwa mkeo, mpe mkono. Unajua kupeana mkono, hata watu waliogombana, mutakhasimatain, watu wawili wana ugomvi, wakisuluhishwa kisha huambiwa peaneni mikono. Kupeana mikono ni ishara ya kuondoleana mafundo. Na mkono wa mke anaopewa sio kama mkono unaojua wewe. Mpe mkono tena wewe na kumhagi ndani yake. Kisha baada ya hapo mpe na salamu ndani yake. Tahadu, tahabu, pendaneni, watasafahu, na peaneni mikono, yadhhabil ghilla ankum, fundo litaondoka. Kwa hiyo mwanaume aliyokuwa romantic, la kwanza kabisa hurudi na chochote nyumbani. Halafu akirudi nyumbani, sifa za mwanaume romantic, la kwanza, nisikilize vizuri, anasema tahadu, matunda, zawadi, gifts. Alafu tahabu, ili lifanyie kazi, pendaneni. Sasa nisikilize, wataalamu wa saikolojia wanasema kila dakika 3 mwanamke anasahau kama anapendwa. Yani kila dakika 3 kisha sahau. Kwa hiyo wanasema ili aone anapendwa, kila saa wewe mwambie nakupenda. Ongea unavyoweza, kama ni Kichina, kama ni Kizungu, kama ni Kiarabu, alimradi lile neno nakupenda. Na Mtume kishatuambia, ukimpenda mtu usibakie nalo rohoni. Mke mwingine jeuri, anapenda lakini asemi, anaonekana kama apendi, akidaiwa talaka ambia kwa nini mimi nimekuambia sikupendi. Hapana, onesha. Ukiwa unampenda mtu mwambie. Angalia mimi nilipo hapa, tumemaliza khutba, Sheikh mashallah nakupenda sana. Yani ukiniambia vile basi watu wote siwaone msikiti mzima na kuona wewe. Lakini mimi napita huniambii, unanitulia macho tu, kumbe ndio unanipenda. Pengine nikakufikiria kivingine, huyu ataka kunitukana nini? Au ananionaje huyu? Angalia mwanaume mwenzio tukimbea na kupenda linavyotua ndani ya moyo. Na Mtume pia ukimwambia mtu nakupenda, ukitaka kitu kwake rahisi. Ukitaka kumtawala mtu, usimtawale mwili mtasumbuana, mtawale moyo wake. Angalia Mtume ataka kumwambia Abu Dhar, anamwambia ya Abu Dhar, uhibbuka fillah,
ewe Abadhar, nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Naye anasemaje? Ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani ilayhi ya Rasul. Na Allah akupende ambaye umenipenda kwa ajili yake. Unanipenda, ambia uhibbuka fil, mimi nakupenda. Kisha Mtume asema, sasa ukishamaliza kuswali sema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Angalia usulubi wa dawa, ataka kumpa dhikri hii. Kila ukimaliza kuswali sema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Basi anahitaji huko, anatabasamu, anaenda kwa wake zake, Rasul kanifundisha maneno. Kakufundisha kwanza, alivyokuja kaniambia ananipenda Mtume wa Allah. Kwa hiyo jambo la pili, mwanamke umwambie sana nakupenda mke wangu. Alafu la tatu, tasafahu, inaingia na qublatan tawila na mubashara. Kana nabii yubashir wa yuqabil, jengine kumkumbatia. Hii ni sifa ya mtu romantic. Kumbatizi la mwanaume, ndugu zangu wa Kiislamu, lina maana kubwa. Wanasema miongoni mwa siku mambo itakiwa uyafanye, kumbatizi kwa wingi kwa mkeo. Mkumbatie kifuani mwake, kumbatie mgongoni mwake. Na hizi kumbatizi ziwe na thamani na bora. Usimwambie ziwe za surprise tu. Isiwe ndio Ijumaa ishaisha, bwana najiandae nikija nitakukumbatia sana. Mtume mpaka mchana Ramadhani, Saida Aisha asema alikuwa akinikumbatia. Wewe unasema hivi, Mama Aisha yuko mchafu na hedhi. Mtume anambia vaa nguo vizuri, njoo nikukumbatie. Ambia ana mutahaidha, mimi mchafu. Mtume anambia kumbatizi lina umuhimu. Haidhatuki laysat biyadiki, hedhi haipo mkononi, njoo mke wangu nikukumbatie. Mkumbatie mke wako. Ukijua kumbatizi la mwanaume lina vitamins kubwa, ndio maana wale walezi wanasema baba kwa siku itakiwa amkumbatie mtoto wake mara mbili. Umbebe, umkumbatie, umweke kifuani, kwa sababu lile kumbatizi la baba lina vitamini nyingi kuliko kumbatizi la mama. Tena wanasema wataalamu wa afya, mkumbatie mtoto mpaka afike umri wa miaka 10 na kitu, wanasema 18 wengine. Asema hapo mtakuwa mmeagana na kumbatizi. Lakini mtoto ambaye hapati kumbatizi la baba, hakumbatiwi, huyu atakuwa na matatizo ya kisaikolojia baadaye, hata awe ni mzee wa miaka 100. Kumbatizi la baba, amkumbatie mke wake, ahamu shay. Kwa hiyo wanawake, nani asopenda mwanamke mambo haya? Kila mtu anapenda. Na yana kugharimu shingapi? Shingapi? Pesa huna na hata maneno mazuri na vitendo vizuri. Mtume akikumbatia wake zake. Kwa hiyo la kwanza, wanawake wanampenda mwanaume romantic, wala hawampendi kisirani. Sifa ya pili baada ya atifun, wanampenda mwanaume karimun, sakhiyun, karibun min Allah wa karibun min rahmatillah. Wanampenda mwanaume mkarimu. Mkarimu haombwi, anatoa. Mtume ndo zilikuwa tabia zake, kana ajwada nas, alikuwa anatoa, hasa ikifika Ramadhani ndo anatoa. Nyewe wa baba, nani anampenda rafiki yake mkavu? Hapa msikitini mkimjua kuna mtu mmoja hata hujamnyoshia mkono kesha akupa, wote mtamwandama, mtamhimidi, mtamsifu, mtampenda. Wanawake wanampenda mwanaume karimu, anatoa chochote, anawapa wazazi wake, anawapa wakwe zake, anampa mke wake. Hawampendi mwanaume mbakhili. Maana mwanamke huyu unampigia mahesabu mpaka pilipili ile change irudi. Mwanamke anapenda kupewa. Ndio maana wale wanawake si wastaarabu, wanaojiuza ili wapewe. Sasa mke wako kashafika kwako, wewe mpe. Kwani ufikiri wataka kingi tu? Umebakia change 300 achukua hii mke wangu. Lakini mwaka mzima huyu umeoa, hata upande wa kanga kweli. Inachekesha sana. Anasema kuna mke wa kiongozi mmoja, yani ameishi karibia miaka 3, nguo yake ya ndani ni moja, mpaka imetoboka ile nguo na anavaa hiyo hiyo. Wakija ndugu zake, dada zake, ndo ile miguo alionunuliwa na ume zao ndo anampa yeye, havai, hangari. Haya ni makosa makubwa. Sifa ya pili, wanampenda mwanaume karimun. Sifa ya tatu, la haula. Sifa ya tatu, wanampenda mwanaume nadhifun, msafi.
anajipamba akajiweka vizuri kwa ajili ya mke wake, akachana ndevu zake vizuri kumuonesha mke wake, wanampenda mwanaume msafi. Lakini sifa ya 4, wanampenda mwanaume amirun, mwanaume ambaye mambo yake anaamua mwenyewe. Sio ndoa hii imekuwa kama bunge, mna mchango wa mama, mna mchango wa bibi, mna mchango wa mjumbe. Wewe huwezi kuamua mambo yako isipokuwa mpaka ushirikishe watu, ufanye kadha wa kadha wa kadha. Inshallah turidhike na hayo machache tuliyopata. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azisalimishe ndoa zetu, na tujue sehemu ya kuwa ni sehemu ya kumwenzi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.